Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, sisi tunakusanya huko matukio mbalimbali yanayozua headline hususani kwenye anga zima la kimichezo, na tunakuja kukusogezea moja kwa moja hapa na tunakufahamisha juu ya zile taarifa za uhakika. Sasa siku hii ya leo, kama tunavyofahamu, kutakuwa kuna mchezo wa klabu bingwa barani Afrika katika kundi D, ambapo klabu ya Simba atakuwepo nyumbani pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa kucheza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis katika mwendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kuelekea mchezo huo, mapema kocha wa timu hiyo ya Simba Sports Club, hapa anamzungumzia kocha Steven Becker, yeye tayari amekushaweza kutangaza kikosi chake cha wanaume 11 ambacho kinakwenda kumenyana ndani ya dakika 90 kwenye kutafuta alama tatu muhimu kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Kama ninavyofahamu, mpaka sasa hivi klabu ya Simba hawajafanikiwa kukusanya alama yote ile katika michezo yao mitatu ya awali ambayo wameweza kucheza. Sasa wenyewe wanakuambia mahesabu yao ya alama tatu zinaanzia hapa kwenye mchezo dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Lazima Esperance aweze kupasuka pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, kama wenyewe wanavyoliita dimba hilo ni karai la moto. Akija mgeni yoyote hapo hawezi kutoka kirahisi. Sasa kocha Steven Becker, yeye kwenye jeshi la wachezaji wake 11 ambao wanakwenda kupambania alama hizo tatu ili kuhakikisha wanaanza mwanzo mzuri tena mara baada ya kupoteza michezo mitatu, ameweza kukitangaza kikosi hiko na kuweka wazi kikosi chake hiki kina mabadiliko kaza wa kaza kufuatia uhitaji wa mchezo husika. Na mimi niko nacho hapa kikosi ambacho klabu ya Simba wanakwenda kucheza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia. Nitakusogezea moja kwa moja mwana mchezo wangu uweze kufahamu kikosi hiko, lakini kabla sijakusogezea ili nawe uweze kukifahamu, naomba nikukumbushe jambo moja na raki msingi mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Data Kicks. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa mpya za kimichezo, jambo ni jepesi kabisa mwana familia wangu, ni kwenda sasa kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo, bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, utakuwa umekushaweza kutani on notification, na wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Data Kicks. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea na kukuhabarisha kuhusiana na habari mpya za kimichezo, na jukumu lako mama linabakia kuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekushaweza kukusogezea kupitia hapa Data Kicks. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba, kocha Steven Becker, ameweza kukitangaza ndicho kitakachoweza kucheza kwenye mchezo dhidi ya timu ya Esperance de Tunis, mchezo ambao unafanyika pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwenye tanuri la moto, ambapo wenyewe klabu ya Simba wanahitaji alama tatu ili kujiweka vizuri kwenye hatua za kwenda kufuzu robo finali kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mpaka sasa hivi mnyama yupo katika nafasi ya mwisho kwenye kundi lake D, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na timu ya Stade Malien, wao wakicheza takribani michezo mitatu na kuweza kujikusanyia alama 7. Nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya Esperance, michezo mitatu alama 5. Nafasi ya tatu ni Petro di Rwanda, michezo mitatu alama 4. Hivyo huu mchezo unaweza ukatengeneza hatima ya klabu ya Simba kwenye kufuzu robo finali. Bila kukupotezea muda, ewe unanisikiliza sasa hivi kupitia hapa Data Kicks, twende tukaangazie moja kwa moja kikosi ambacho kocha Steven Becker huenda ataenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Kwa upande wa
golikipa hapa tegemea kumuona golikipa Kasali akiendelea kusimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Amelithibitisha hivyo na ubora wake wote tumeuona kwenye michezo takribani miwili ambayo ameweza kucheza, kuanzia mchezo wa ligi kuu, lakini pia kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika zaidi ya timu ya Esperance. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Shomari Kapombe, the team captain, akisimama vyema na kukiongoza kikosi hiko cha klabu ya Simba kwenye mchezo huu dhidi ya Esperance D20. Lakini pia kwa upande wa beki nambari 3 hapa tutegemea kumuona bwana mdogo Nixon Kibabage, mchezaji ambaye ameweza kusajiliwa na klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, na ingizo lake limekuja kutoa impact ya moja kwa moja na amekuwa ni miongoni mwa kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba akizima lile eneo la beki nambari 3. Wote nafahamu bora wake na ameweza kuonyesha kwamba yeye ana kitu na anastahili kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Wilson Nangu akiendelea kuzima na Rushan Deruko katika zile beki za kati kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba kuhakikisha hakuna mauzauza na mazonge yoyote ambayo yatapita kwenye eneo lao la kati kuelekea kwa golikipa wao Kasali. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemea kumuona mchezaji Yusuf Kagoma, mzee wa kukichafua, mzee wa kukata umeme eneo la katikati. Yusuf Kagoma ni miongoni mwa viungo wakatili kweli kweli wanapoamua kuzima lile eneo la katikati. Hivyo wachezaji wa timu ya Esperance wajipange kweli kweli kupita katika lile eneo ambalo Yusuf Kagoma kakabidhiwa eneo hilo aweze kufanya yake makubwa. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemea kumuona mchezaji si mwingine bali mchezaji Libase Gueye, ingizo jipya ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ameingia na kuweza kuonyesha kitu kizuri kilichoweza kuwavutia uongozi na mashabiki wa timu hiyo ya Simba Sports Club. Kasi yake na uhatari wake kulikaribia rango ndicho kinachopelekea kocha Steven Becker kuweza kumwamini na kuanza naye kwenye kikosi hiki hapa. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Nyuma Ema akisimama vyema katika lile eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara nambari 9 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Suleimani Mwalimu akienda kusimama vyema katika lile eneo la mchezaji wa mwisho kwenye kikosi cha klabu ya Simba kinachokwenda kuanza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Na kwa kumalizia na kwa lile eneo la kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Clatous Chota Chama akizima vyema katika lile eneo la kiungo nambari 10. Chama miguu yake ni ya dhahabu sana anapokuwa ana mpira mguuni, lakini pia ni ngumu kukabika na uhatari wake kulikaribia lango. Sasa katika eneo la kiungo nambari 10 uwepo wake utakuja kusaidia klabu ya Simba kupata matokeo chanya katika dakika za mapema kabisa. Lakini kwa upande wa winga nambari 11 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Anicent Oura. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao majina yake yanatajwa sana, lakini pia ameweza kuonyesha kitu na ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuja kumchallenge vizuri kweli mchezaji Lee Mpanzu ambaye wote huwa wanacheza na nafasi moja. Hiko ndio kikosi cha klabu ya Simba ambacho huenda kocha Steven Becker atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kwenye mwendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako kuhusiana na kikosi hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu ni kusubscribe channel yetu.